Yusufu, habari yako ndugu yangu? Salama ndugu yangu, habari yako? Safi, uko vizuri? Namshukuru Mungu ndugu yangu, mambo yanapenda vizuri. Naam, karibu tuzungumze. Kubwa zaidi bana, nataka kufahamu kutoka kwako kuhusiana na kile ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wanapaswa kukifanya wakati huu ambapo ligi kuu Tanzania bara inaelekea ukingoni, ili kuhakikisha kwamba kama linaweza kutokea lolote, basi kurejesha ile heshima yao ambayo imepotea kwa muda takriban misimu minne sasa. Nini Steve Barker na wanajeshi wake wanapaswa kufanya katika michezo inayofuata, ilhali wakiwa wameangusha katika alama katika baadhi ya michezo ambayo tunaweza kusema kwamba walipaswa kushinda? Ndio. Naam, nini Steve Barker anapaswa kufanya na jeshi lake? Binafsi nafikiri hakuna namna yote ambayo unaweza ukalizungumza ili ama kuwasaidia Simba zaidi ya kushinda mechi zao zote ambazo zimebaki, ili waweze kujiweka kwenye eneo salama. Haina namna yote ambayo unaweza kujiweka kwenye mbio za ubingwa endapo uwe na mwendelezo wa kushinda mechi zako. Umezungumza kwamba kuna baadhi ya mechi ambazo Simba alipaswa kushinda, kwa maana anavyoiendea mechi alikuwa anaonekana kama timu ya kwanza kulingana na madaraja ama bora wa wachezaji alionao, lakini pia nyakati ambazo anazipitia. Wengi waliamini kuna baadhi ya mechi ambazo Simba alipaswa kushinda, lakini badala yake mambo alikuwa tofauti. Moja kati ya hizo mechi ni pamoja dhidi ya Dodoma Jiji, Pamba Jiji, TRA. Ni mechi ambazo unavyoiweka Simba na Dodoma Jiji kwenye kapu moja, ni timu ambazo zote zikakaa pamoja kwa maana ya level za hizi timu, kwa maana nazungumzia kuanzia kwenye mafanikio, aina uwekezaji ambao unafanyika, quality players ambao wapo, lakini pia hata technical bench ni watu ambao wanajua wajibu wao kwa 100% kuliko hizo timu ambazo aliweza kudondosha alama. Kwa hiyo kwenye hizi mechi ambazo zimesalia, binafsi ili Simba iweze kujiweka kwenye eneo salama, waweza na kurudisha hiyo heshima ambayo ni kama imepotea, ama kutoa ubingwa kwa lugha nyepesi. Haina namna yote ambayo atahitaji kuifanya zaidi ya kushinda mechi zake zilizobaki. Nadhani kwenye mechi pekee ambazo zina ushindani waweza ya kumfikirisha namna gani ya kuondoka na alama 3 zilizobaki ni mechi 2 dhidi ya mpinzani wake ambaye ni Young Africans, na hiyo mechi Simba atakuwa nyumbani. Nadhani ndio mechi pekee ambayo inaweza ikawa inamfikirisha zaidi Steve Barker namna ya kuweza kwenda kuishinda. Lakini mechi nyingine ni dhidi ya Singida Black Stars, moja kati pia mechi ngumu kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wanakwenda kukutana ni kama hapo kwenye level moja kiushindani. Kwa hiyo kinachobaki ni namna gani ambavyo wanakuwa wa kwanza kufika kwenye matukio na kuweza kuyaamua kwa 100%. Lakini lugha nyepesi ambayo unaweza ukaitumia sasa kwenye hizo mechi zilizobaki, Simba anapaswa kuwa na mwendelezo. Kushinda kwenye mchezo uliopita, wana mchezo wa jana dhidi ya TRA haitoshi yeye kumweka kwenye nafasi 2 ya kuweza kutoa ubingwa. Anahitaji kuwa na consistency, na hicho ndio imekuwa kitu cha moja kati ya kitu ambacho jana Chama mara baada ya mchezo aligusia hilo, akasema timu kubwa ni lazima icheze vizuri na iwe na mwendelezo wa kufanya vizuri. Kuna nyakati unahitaji tu performance kuweza kuzipata alama 3. Ziko nyakati ambazo unahitaji tu kutumia madaraja, experience ya wachezaji ulionao kwenye kuthibitisha wao ni wachezaji wa namna gani. Kwa hiyo inawezekana ukawa na poor performance kwa maana ya namna ambayo unaweza ukawa unatengeneza nafasi kuanzia kwenye eneo lako la kiulinzi, lakini tunahitaji zaidi end product iwe na nafasi kubwa kwenye huo mchezo ambao unaona ni kama vitu haviendi. Kwa hiyo kwa nyakati unahitaji tu performance kuweza kuishinda mechi, unahitaji tu ule utayari wa wachezaji kwenye namna ya kuyabeba majukumu na matamanio ya mashabiki wao kuweza kuthibitisha hilo daraja. Kwa binafsi ametoka kushinda mchezo wake uliopita, lakini hiyo pekee haitotosha kumweka kwenye eneo la kutoa ubingwa. Anahitaji kuwa na consistency, na ndio imekuwa changamoto msimu uliopita. Moja kati ya changamoto kubwa ambayo Simba alikuwa nayo ni dhidi ya timu kubwa. Yaani ilikuwa ni changamoto kweli kweli. Ndio. Simba kuzishinda mechi pale anapokutana na mpinzani ambaye wapo kwenye level moja ya kiushindani. Hapo nazungumzia dhidi labda ya Azam ama dhidi ya Young Africans. Lakini kwenye huu msimu imeonekana pia zile mechi ambazo alikuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuzishinda pia imekuwa ni changamoto, kwa maana ya hizi sasa timu za madaraja ya kati. Kwa kwenye mahesabu
ya wengi tunaweza tunapiga kwamba mechi zilizobaki za kumsumbua Simba ni dhidi ya Young Africans na Singida Black Stars. Lakini kutokana na hiki ambacho amekuwa akikumbana nacho kwa hivi karibuni, unaweza ukashangaa hata akadondosha alama kwenye timu ambayo ukuwa unaipa nafasi kubwa sana. Kwa hiyo ni changamoto nyingine ambayo Simba amekuwa akikumbana nayo. Kwa hiyo binafsi nadhani kwa hivi sasa Steven Becker anachopaswa kukifanya ni kuwa na muendelezo, haina namna na muendelezo wa kushinda, kwa sababu of course amekuja akaikuta timu ambayo ilikuwa na kocha mwingine akaichukua, lakini hilo pekee halitoshi kuweza kuwafanya mashabiki wasidai taji msimu huu. Na binafsi nitakuwa mtu wa mwisho ama nitashangaa sana endapo msimu huu Simba atamaliza akiwa na taji lolote kutokana na madaraja ya wachezaji ambayo iko nao. Kwa Steven Becker alikuta timu ndio. Naam, tuendelee kidogo. Steven Becker ameikuta timu kwa kocha Dimitri Pantev kama sikosei. Ndio. Bahati ambayo alipata ni kwamba inawezekana aliona kwenye ile timu ambayo alikuta haipo kwenye setup ambayo yeye alikuwa anahitaji. Advantage ambayo alipatiwa na technical kwa maana na uongozi wa Simba, alipewa room ya kuweza kusajili wachezaji. Na sio tu alipewa hiyo room ya kuweza kusajili wachezaji, bali alipewa nafasi ya kutaja wale wachezaji ambao alikuwa anawahitaji, kina Anseti Oul. Yalikuwa ni mapendekezo moja kwa moja kutoka kwa Steven Becker, kina Ismail Olivier Tule. Ni mapendekezo moja kwa moja kutoka kwa Steven Becker. Kwa hiyo wakati wale wanaondoka kina Jean Shalea tuliamini kwamba kocha ameona hakuna ambacho anaweza kukipata kulingana na kila anachokihitaji kutoka kwa wachezaji, akawataja wachezaji wake wakaja. Kwa hiyo kama aliamini hao wachezaji watakaokuja watakuja kuinufaisha Simba, basi ni pamoja na kuipa ubingwa ambao ndio kiu ya wanasimba wengi. Ndio. Labda sasa maeneo gani ambayo Becker katika kipindi hichi kifupi ambacho kimebakia anapaswa kuyafanyia kazi kwa haraka zaidi ili kuweza kufanya kile ambacho anapaswa kuifanya, kwa maana kushinda michezo yao yote ambayo imesalia, na huku wakiombea wapinzani wao wakubwa kwenye mbio za ubingwa, kwa maana ya watani zao Young Africans waangushe alama katika baadhi ya michezo, ikiwemo mchezo ambao watakutana nao, kwa maana Simba kushinda dabi hiyo. Changamoto pekee nadhani imekuwa hivi sasa ni tofauti na namna ambavyo mwanzoni ambavyo Steven Becker anakuja. Simba ilikuwa ni ngumu sana kuweza kufungika, lakini pia ilikuwa ni ngumu kutengeneza nafasi nyingi. Lakini this time unakuta yote mawili yanatokea kwa wakati mmoja. Wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana Simba kuweza kutengeneza nafasi na kuzitumia, lakini pia inakuwa ni rahisi sana Simba kuweza kuruhusu mabao. Kwenye mechi kadhaa ambazo zimepita tumeona hilo. Simba inawezekana akashinda mechi lakini asiondoke na clean sheet. Maana yake sasa hili ni jambo ambalo linahusu timu nzima. Namna ambavyo mnaweza mkaa na muundo sahihi pale ambapo mnapoteza mpira. Suppose afunga safari kuelekea kwenye lengo la timu pinzani, lakini baada ya kuwa tumepoteza mpira, jukumu gani ambalo tunapaswa kulifanya kama wachezaji? Kuna namna ambayo Simba imekuwa wanapitia changamoto kwa hivi sasa, ni kama wanajisahau. Yaani kuna ile hali naweza nikasema ya kutegeana, ya kuamini kwamba kwa kuwa Kagoma yeye ndio kiungo mkabaji, basi kazi ya kukaba tunamwachia yeye. Kwa kuwa Alassane Kante kazi yake ni kuzuia, basi hiyo kazi tunamwachia yeye. Na tunapopia shambulia, kwa kuwa Chama nafasi yake yeye ama majukumu yake ni kutengeneza nafasi, basi tutamwachia hiyo kazi. Kumekuwa kuna ile chemistry, kwa maana muunganiko wa kitimu kwenye namna ya kutafsiri matukio yote ndani ya uwanja kuanzia dakika ya kwanza hadi ya mwisho bila kutegeana nini ambacho tunapaswa kufanya. Yaani kuna ile hali ambayo mchezaji anaweza akaa na yavaa majukumu ambayo sio ya kwake, lakini kwa lengo la kunufaisha timu. Wewe mwenyewe ni shahidi mwanzoni mwa timu, kwa maana toka alivyojiunga Steven Becker mwanzoni Simba ilikuwa ni rahisi sana. Unakuta Roshan Deroko anafunga bao, Wilson Nangu, Ismail Tule anafunga. Lakini kwa hivi sasa naona ni kama imekuwa changamoto kubwa sana. Kwa hiyo nadhani kama ni maboresho yanapaswa kufanyika kwenye timu nzima, kuwakumbusha zaidi majukumu yao kama wachezaji, nini ambacho wanapaswa kukifanya na kwa wakati gani, lakini lengo kubwa likiwa ni kusoma pia mpinzani wako namna ambavyo anacheza na kutafuta mbinu ama mikakati sahihi ya kuweza kupambana naye, lakini kuwa pia wa kwanza kufanya maamuzi ambayo naamini yatakunufaisha. Inawezekana kwenye substitution,
baada ya kuwa umeona ni kama vitu haviendi, uwe na ile tabia ya kusoma namna gani ambavyo naweza nikafanya jambo litaenda kubadilisha ile taswira nzima ambayo imekuwepo. Wewe ushaona kama ni eneo gani ambalo unazidiwa, unainua sasa mchezaji wa kwenda kufanya hicho unachokihitaji. Kwa hiyo inawezekana wakati mwingine Steven Becker huenda analiona hilo, lakini akiangalia kwenye benchi, nani ambaye naweza nikamsimamisha akaenda kunipa ninachokihitaji, inakuwa ni ngumu sana. Kwa mfano, baadhi ya mashabiki ama wadau wa soka wamekuwa kilia sana na Libasi end product yake imekuwa ni changamoto, lakini tujiulize kwenye nafasi ambayo anacheza Libasi ukiachana na Elie Mpanzu ambaye kwa hapa katikati alikuwa anakosekana, ni mchezaji mwingine, ni mchezaji gani mwingine ambaye ana uwezo wa kucheza kwenye hilo daraja na Libasi inakuwa wakati mwingine changamoto. Ama naona kwa hivi karibuni watu wakiwa wanalia na Selemani Mwalimu ambaye ndo mshambuliaji kiwa anatazama kwa hivi sasa, lakini kumbuka wakati huo Simba ama kocha anamkosa Jonathan Soa. Kwa hiyo analazimika wakati mwingine kuvumilia nyakati ngumu akiwa anajua kabisa sina la kufanya. Kwa hiyo nadhani nyakati pia ambazo anakutana nazo wakati mwingine inawezekana anazivumilia ama anatamani binafsi afanye zaidi ya kile ambacho watu wanakiona ama anakuwa anakifikiria kwenye akili zake, lakini akiangalia nani ambaye anaweza kanipa hicho ninachokihitaji inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo sasa tumtoe Lucien Deko ama Ismail Tule, uone mchezaji mwingine ambaye anaweza akasimama akakupa asilimia ya kile ambacho Lucien Deko anakupa, kutokana kwamba anakosekana Wilson Nango, lakini pia Brother Hamza kutokana na injury. Kwa hiyo kwangu mimi ziko nyakati ambazo namuelewa Steven Becker, lakini ikiwa kama ni timu kubwa lazima itafute mikakati au mipango sahihi ya kuweza kukabiliana na nyakati zote. Ziko nyakati utawakosa wachezaji wako, ujue namna gani sasa ambavyo nitakuwa nabadilika kulingana na mazingira ama nyakati ambazo zinanihitaji. Namkosa mchezaji wangu, chaguo la kwanza, nini ambacho naweza nikakifanya? Niandae mbinu gani ambayo itaninufaisha mimi, lakini pia kuto kulifanya pengo la mchezaji wangu wa kwanza lisionekane. Kwa hiyo shida kubwa ni kwamba katika wachezaji wote ambao wanasajiliwa kwenye hizi timu kubwa kwa maana Simba au Yanga, huwa tunaamini wao ni bora kuliko ambao wamebaki. Kwa hiyo hatuamini kwenye kuzidiana, huwa tunaamini kwamba kwa kuwa Shomali Kapombe amesajiliwa na Simba, Duchu Kameta amesajiliwa na Simba, yeye anachohitajika ni kufanyaje? Ni kucheza. Ikitokea afanye vile ambavyo mashabiki wanataka, watarudi kuuliza. Kwa hiyo hawaamini sana kwenye masuala ya kimbinu, hawaamini sana kwenye kuzidiana ubora kwa maana ya mashabiki. Wao ambacho wanakihitaji ni kuzipata alama 3 bila kujua ni mazingira yapi sahihi ambayo yatakupa wewe alama 3, bila kujali aina wachezaji ulionao. Kwa hiyo kuna nyakati namuelewa Steven Becker, nyakati namuelewa Simba kwa maana wachezaji alionao wengi wao pia wamekuja dirisha dogo, bado hawana experience kubwa na ligi yetu. Ligi yetu ni tofauti sana na baadhi ya ligi, sio tu ukiingia kwenye ligi basi na click na kuingia moja kwa moja. Unahitaji kuanza kuadapt baadhi ya vitu ambavyo umevikuta. Kwa hiyo inakuwa wakati mwingine ni ngumu. Kwa hiyo binafsi namuelewa Steven Becker, lakini inambidi sasa, ameshakuwa ni professional coach na anafundisha timu kubwa, timu ambayo msimu ukiisha itaulizwa kuhusu swala mataji, timu ambayo msimu ukiisha tutaanza kuoji kwa nini hiki hakikuwa hivi, kutokana na daraja ambalo wapo. Bana, nikushukuru sana Yusuf. Asante sana, uwe na usiku mwema. Shukrani sana.